Mapigano mapya yameripotiwa tena mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusababisha vifo vya takriban watu 23 wakiwemo watoto wadogo. Mashahidi wanasema vita hivi vilianza eneo kadhaa ya jimbo la Kivu Kaskazini, huku milio ya risasi na mabomu ikisikika karibu na makazi ya raia. Taarifa zinaonyesha kuwa vikosi vya serikali vilijibu mashambulizi ya waasi wa M23 ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakilaumiwa kwa kuvuruga usalama wa eneo hilo. Ripoti zinaeleza kuwa mapigano hayo yametokea jirani na maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia uhamishaji wa raia wa mara kwa mara kutokana na ukosefu wa utulivu unaoendelea katika eneo hilo. Wakazi kadhaa wameripotiwa kukimbia nyumba zao na kutafuta hifadhi katika maeneo mengine salama, huku wengine wakilazimika kutembea masafa marefu bila usaidizi wowote. Mashirika ya kibinadamu pia yameonya kuwa idadi ya watu wanaokimbia huenda ikaongezeka ikiwa mapigano yataendelea. Kilichoshtua zaidi ni kwamba vurugu hizi zimeibuka zikiwa zimepita siku chache tu tangu kusainiwa kwa makubaliano ya amani yaliyofanyika mjini Washington kwa usimamizi wa Marekani. Makubaliano hayo yalitia matumaini kwamba huenda hatua za kidiplomasia zikasaidia kurejesha utulivu kati ya Kongo na Rwanda, lakini hali hii inaonekana kuwa tofauti kabisa baada ya vita kuanza upya mara moja. Serikali ya Kongo na waasi wa M23 kila mmoja anadai kuwa mwenzake ndiye chanzo cha kuvunja utulivu na kukiuka makubaliano hayo. Serikali inaituhumu Rwanda kwa kuendelea kutoa msaada kwa kundi la M23, jambo ambalo Rwanda imekuwa ikikana kwa muda mrefu. Pamoja na majadiliano ya amani, bado kuna hali ya kutoaminiana kati ya pande mbili ambazo zimekuwa zikihusishwa na mgogoro huo wa muda mrefu wa kikabila, kiusalama, kiuchumi katika eneo hilo. Kwa sasa tathmini imeendelea kufanywa ili kujua kiwango halisi cha uharibifu na idadi kamili ya waathiriwa, huku vikosi vya kimataifa vikisihi pande zote kuacha mapigano na kuheshimu makubaliano yaliyosainiwa. Wataalamu wa masuala ya kisiasa wameonya kuwa iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa, mzozo huu huenda ukarudi kwenye kiwango kikubwa zaidi na kuhatarisha maisha ya maelfu ya raia.